Lakini pia nimshukuru sana mstahiki meya kwa namna ambavyo amekuwa mstari wa mbele kupambana kuhakikisha jiji la Arusha linaenda vizuri. Mheshimiwa Waziri, meya wetu wa jiji ni miongoni mwa chachu kubwa mbili ambazo moja imetajwa hapa na kaka yangu wa mbele, lakini ya pili ni ya uwanja wetu wa mpira ule. Pale ambapo kuna uwanja wa mpira leo unajengwa, yeye alipata nafasi ya kusikiliza tu maongezi ya viongozi, alafu roho ikamuuma kwa nini Arusha hitaji. Na baada ya pale akamwambia, "Usikie unaongea kwenye simu, lakini mbona kama vile hata Arusha tungeweza kufanya jambo." Basi Kalia akamwambia, "Bana, kwa Arusha inaweza kupata ardhi." Meya akajidam, yani pale kwa kufua mbele kabisa, ardhi ipo. Na kweli mchakato ukaanza, na leo tunaona tunajengewa uwanja wa mpira wenye thamani ya bilioni 288 ikiwa ni matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini na meya akiwa kama sehemu ya kichocheo cha kuhakikisha jambo la kitokea. Kwa hiyo tunapopewa hadithi ya mkutano wa nyuki kufanyika mwaka 2027 hapa Arusha, na tumemsikia tena kaka yangu Mbena amesema meya ni miongoni mwa watu walikuwepo kwenye mjadala huo, na alitumia hoja. Unajua huyu ukimwona ni kama vile hafanani na sisi watu wa babe kidogo, ni kama na lugha zile za taratibu, lakini alitumia hoja moja tu, jamani, mkutano wa nyuki unataka kupeleka wapi ambako hakuna hata nyuki? Na kuna nchi moja ilikuwa inakwenda kutushinda, Dubai, na walikuwa wamefika hatua nzuri, lakini bwana mkubwa akajenga hoja, akashirikiana na wataalamu wengine, serikali ikapata hoja zikakubalika, na hatimaye sasa tunajiandaa na mkutano mkubwa wa kidunia kuhosti hapa kwenye mkoa wetu wa Arusha. Nimalizie kwa mambo mawili tu, Mheshimiwa Waziri, na kuhakikishia ofisi yetu ya serikali ya mkoa wa Arusha itatoa kila aina ya ushirikiano kuhakikisha kwamba hakuna mkwamo kwenye mradi wa Daktari Samia Suluhu Hassan wa Samia Convention Center ndani ya mkoa wetu wa Arusha. Hilo naomba nikukuashie.